pia tenda kuangazia hapa kwa wakati huu. Kwa hiyo tuanzie kwenye ratiba wachezaji ambao wapo wameweza kufanya vizuri. Tukianzia kwenye tuanzie hapa kwenye top assist. Mwenye assist nyingi mpaka sasa hivi kwenye ligi kuu ya NBC ni Libase Geye, mchezaji wa kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba, yeye akiwa ana assist 4 kwenye ligi kuu ya NBC, akifuatiwa tuende kwenye magoli. Mfungaji mpaka sasa hivi mwenye magoli mengi ni Obrey Chota Chirwa pamoja na Abdul Sulemani Sopo, ambao Abdul Sulemani Sopo ana goli 3 kwenye ligi kuu ya NBC Tanzania bara. Hawa bwana ni wachezaji ambao wana magoli mengi na assist nyingi, lakini mchezaji ambaye ana rate au ratio ile kubwa kwenye kuanzia waanze kucheza ni Libase mwenye rate ya 8.93 mpaka sasa hivi kuanzia aanze kucheza. Bwana, msimamo wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara unasomeka kama ifuatavyo: Simba FC akiwa nafasi ya kwanza kwenye msimamo huu akiwa na alama 9, magoli 4 ya faida, nikimaanisha hivyo akiwa amecheza michezo mitatu na katika michezo yake yote mitatu ameshinda, hamna mchezo uliofungwa wala kutoa sare. Azam FC nafasi ya pili alama 7 akiwa ameshinda michezo miwili huku akiwa ametoa sare mchezo mmoja dhidi ya Polisi Tanzania. Geita Gold wao wakiwa juu pale nafasi ya 3, michezo mitatu, kushinda mechi 2, hakuna mchezo waliopoteza, sare mchezo mmoja, wakiwa na alama 6. Wakiwa wamecheza michezo mitatu, amepoteza mchezo mmoja akiwa na alama 6, magoli 4 ya faida. Mchezo wake uliopita alifanikiwa kushinda goli nyingi dhidi ya Kagera Sugar. Young Africans wakiwa nafasi ya 4 kwenye msimamo wa ligi kuu, na nafasi ya 4 alama 6, michezo miwili, magoli 5. Timu ambayo na idadi kubwa ya magoli yakiwa ya faida. Mbeya City nafasi ya 5 alama 6, michezo mitatu, wakishinda michezo miwili na kutoa sare mchezo mmoja. Yanga kwa hizi timu zilizo juu, yeye ndo mwenye faida ya kucheza michezo michache zaidi kwa hizi timu, nafasi ya kwanza hadi ya 6, ambako ya 6 inashikiliwa na Singida Black Stars mwenye alama 4, michezo mitatu, kushinda mmoja, sare mmoja, na akiwa amefungwa mchezo mmoja. Polisi Tanzania nafasi ya 7 alama 4, Fountain Gate nafasi ya 8 alama 3, Mashujaa kutokea pale Kigoma nafasi ya 9 alama 3, na Mungo wauaji wa kusini 1000 Killer wao wakiwa na alama 3, michezo miwili. TRA watoza ushuru wakiwa nafasi ya 11 kwenye msimamo wa ligi kuu, michezo miwili, alama 1 pekee, wakiwa hawajashinda mchezo wote, wametoa sare mchezo mmoja na kupoteza michezo miwili, hasi ya magoli 2. Dodoma Jiji walima zabibu hawa kutokea Dodoma, wao wakiwa nafasi ya 13, wana alama 1, michezo miwili waliocheza, hawajashinda mchezo wote, wametoa sare mchezo mmoja. JKT Tanzania ambao leo wanashuka dimbani majira dakika zikiwa zimebaki 12 tu kutoka hivi sasa, zidi ya Young Africans, wao nafasi ya 14 kwenye msimamo wa ligi kuu, wakiwa wana michezo miwili wamecheza, hawajashinda mchezo wote, sare mchezo mmoja, kufungwa mmoja, wakiwa na alama 1 pekee. Kagera Sugar wao wakiwa nafasi ya 15 kwenye msimamo wa ligi kuu, michezo mitatu, sare mchezo mmoja, kufungwa michezo miwili, alama 1 kibindoni, huku Coastal Union wao wakiwa nafasi ya 16 kwenye msimamo wa ligi kuu ya Tanzania bara, wakiwa na alama 0, wamefungwa michezo miwili, wamecheza michezo miwili, wamefungwa yote, hakuna sare wala hakuna ushindi mpaka sasa ninavyozungumza. Huo ndio msimamo wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara. Huku michezo ya siku juzi tarehe 22, ni wakumbusha tu watu, Singida Black Stars walicheza na Simba kufanikiwa kuibuka na ushindi wa goli 2-1. Geita Gold dhidi ya Kagera Sugar walicheza na Geita Gold alifanikiwa kuibuka na ushindi wa goli 6-2. Huko Mbeya City siku ya jana alicheza dhidi ya Mashujaa na City kufanikiwa kuibuka akiwa nyumbani dhidi ya Mashujaa. Huku Azam FC na Pamba Jiji walikutana majira ya usiku saa 1. Azam FC akafanikiwa kuibuka na ushindi wa goli 2-1 dhidi ya Pamba Jiji. Leo ni Young Africans dhidi ya JKT Tanzania majira ya saa 12 kamili za usiku. Coastal Union dhidi ya TRA tunasubiri mchezo kwa hamu majira ya saa 2:30 pale Mkokwani jijini Tanga. Hiyo ni michezo ya siku ya leo. Kesho michezo miwili pia, Namungo watakuwa dimbani dhidi ya Fountain Gate majira ya saa 12 kamili, huku ndugu zetu
wa hapa Dodoma Jiji wao watashuka dimbani dhidi ya Polisi Tanzania. Mchezo utapigwa majira ya saa 2:30 Dodoma, wao wakiwa wenyeji wa mchezo huo. Hiyo ni michezo pia ya siku ya kesho. Hiyo ni ratiba ya michezo mbalimbali ya siku ya kesho. Bwana, nilikwambia ndapita pia na wale wachezaji ambao wamefanya vizuri na wana kwenye ranki zile. Akiwa ameongoza Libase mwenye ranki akiwa yeye yupo rate yake ikiwa inasoma 8.93. Huyu ni Libase wa Simba Sports Club. Kati ya 10 hiyo. Kati ya 10. Inaonyesha jinsi gani ambavyo amecheza kwa mafanikio, lakini Abdul Sulemani Sopu yeye akiwa yupo mchezaji wa pili akiwa na rate ya 7.93, akifuatiwa na Obley Chola Chirwa kutoka Geita Gold, yeye akiwa na rate ya 7.70. Adili Twalibu Buha kutoka Mbeya City. Bwana Buha huyu moja kati ya player mkali kweli kweli, naye akiwa na rate ya 7.43. Lushaini Stanley Dilek yeye akiwa na kutokea Simba mchezaji wa 5. Mimi nataja wachezaji 10 tu. Okay. Yeye kutokea Simba. Ismaili Ture kutokea Simba akiwa nafasi ya 6. Dastus Peter yeye akiwa nafasi ya 7 akitokea Geita Gold. Pamba Jiji wametoa Eric Johora kipa, jana amefanya save after save. Moja kati ya wachezaji ambao jana kama ulishuhudia mchezo ya Azam dhidi ya Pamba utaona kazi ambayo alikuwa akifanya pale langoni. Mohamed Habu Abdara Geita Gold, huku Richard Ngondia Geita Gold. Bwana, Geita Gold imetoa takriban wachezaji 1 2 3 4 wachezaji wa 4 kwenye wale wachezaji 10 ambao wameingia, huku Simba ikiwa imecheza imemtoa 1 2 3. Geita Gold bwana kwenye mechi zao walizocheza raundi ya 3 mpaka sasa hivi wametoa wachezaji wa 4. Performance bora sana wakionyesha wakiadhibu timu ya Kagera Sugar. Wako vizuri. Wako vizuri sana. Sawa, dakika 51 zimeondoka baada ya 11 kwa saa za Dodoma Tanzania. Tugeukie sasa katika habari za kimataifa, na miongoni mwa habari ninazo kusogezea ni kuhusiana na Barcelona yaanza La Liga kwa kishindo bao 5-0 mkono. Barcelona imeifunga Elche bao 5-0 katika mchezo wake wa kwanza wa kutetea ubingwa wa La Liga. Rafinha na Ferman Lopez walifunga mabao mawili kila mmoja, huku Anton Gordon akitoa pasi 2 za mabao katika mchezo wake wa kwanza. Na Seferin amkosoa Infantino kuhusu mpango wa kombe la dunia. Rais wa UEFA Alexander Seferin amemkosoa vikali rais wa FIFA Gianni Infantino kuhusu mpango unaohusishwa na FIFA wa kuuza hisa katika kombe la dunia, akisema mpango huo ni mbaya zaidi kuliko wazo la Super League. Ni habari pekee hizo za kimataifa nilizokusogezea hapo. Niambie, jana kulikuwa kuna michezo kadhaa. Okay. Michezo hiyo ilipigwa pale kwenye ligi mbalimbali. Brighton wana waliweza kumfunga goli 4-0 Aston Villa. Aston Villa ni moja kati ya timu kubwa pale Uingereza, lakini jana ilipotea kwa goli 4-0. Manchester City dhidi ya Bournemouth. Chama langu hili bwana, Manchester City. Mnao niuliza timu gani? Kiungo timu gani bwana? Mimi ni Manchester City. Jana tumefanikiwa bwana kufanya comeback. Leo ilikuwa inaniuma sana, lakini mwisho wa siku vijana wameweza kunifurahisha. Newcastle United dhidi ya Liverpool. Liverpool nao wameonyesha ukubwa wao japokuwa wameshindwa kushinda wakiwa ugenini, lakini comeback pia kibabe sana wameweza kuionyesha siku ya jana. Bwana, michezo mingine France Ligue 1 iliweza kupigwa ambako bwana Le Havre dhidi ya Monaco. Bwana Alisamata jana waliweza kupotea. Timu yao iliweza kufungwa pale La Liga wakiwa wamecheza mchezo wao. Bwana Le Havre siku ya jana dhidi ya FC Monaco wameweza kufungwa, na nikiangalia hapa kwenye msimamo mpaka sasa hivi Le Havre ipo nafasi ya 14 kwenye msimamo wa ligi kuu ya pale nchini Ufaransa pale France Ligue 1 ambako jana wameweza kufungwa Le Havre, lakini Rennes wao dhidi ya PSG mchezo ulitamatika kwa 1-1. Pia naye PSG jana kaweza kufanya ubabe
baada ya kuweza kufanya comeback. Bwana, timu kubwa zenyewe zimefanya comeback tu siku ya jana. Ferran aliweza kufanya ubabe kweli kweli, michezo ambayo ilipigwa siku ya jana. Lakini pale Italia Serie A michezo mingapi imepigwa pale? Torino waliweza kucheza na Milan akafanikiwa kuibuka na ushindi wa bao 2-1. Atalanta cheza na Sassuolo na Atalanta kufanikiwa kuibuka na ushindi, huku Venezia akiweza kupokea kichapo mbele ya Lens. Juventus yeye akafanikiwa kuibuka na ushindi wa goli 1-0. Huku Hispania umeweza kuzungumza hapo, FC Barcelona alimpiga mtu 5-1. Getafe yeye akifanikiwa kuibuka na ushindi wa goli 1-0, huku Atletico Madrid na Villarreal mchezo ulitamatika kwa suruhu ya 2-2. Leo kutakuwa kuna michezo kadhaa pale England, mchezo wa saa 4 usiku, mchezo utakuwa mmoja tu. Chelsea watashuka dimbani dhidi ya Fulham, Chelsea akiwa ugenini katika mchezo huo. Huku Italia Bologna akicheza dhidi ya Lazio, Roma dhidi ya Fiorentina. Hiyo ni michezo ambayo inaenda kupigwa siku ya leo. Huku EPL Hispania Osasuna akicheza na Levante, huku Malaga akicheza na Deportivo Coluna. Hiyo ni michezo ambayo inaenda kupigwa siku ya leo katika ligi mbalimbali barani Ulaya. Okay. Asante sana Steve, dakika ni 55, zimesalia dakika 5 tu tuweze kukamilisha kipindi hiki, na vile zimesalia dakika 5 mchezo wa Young Africans uweze kuanza. Happy anasema sawa Happy naomba unitafute, fanya kuni DM TikTok au uni DM wapi? Instagram, right? Sawa. Iskar anasema yeye anasema utabiri wako leo dada, nani atashinda? Jonas yeye anasema kwamba kwa hiyo Tadei mpira hatangazi. Ili swali itabidi sasa tumuulize Tadei. Okay, nikikujibu Iskar, kwa mtazamo wangu bwana, Yanga ndio yenye nafasi kubwa zaidi ya kuibuka na ushindi dhidi ya JKT Tanzania. Na utabiri wangu ni kwamba Yanga wanaweza wakaibuka na bao 2-0 dhidi ya JKT Tanzania, kwa sababu Yanga iko kwenye form nzuri, na katika mechi za karibuni Yanga imekuwa ikitawala JKT Tanzania. Dakika ni 56 tayari tumekusogezea vipengele kadhaa, tumekusogezea habari mbalimbali za ndani na nje ya Tanzania, tumekusogezea matokeo na ratiba ya mechi zilizopita, tumechambua michezo hapa, tukiwa miongoni mwa michezo ambayo tumeichambua ni pamoja na mchezo wa Yanga pamoja na JKT ambao wanaenda kukipiga dakika chache zijazo, na vile vile tumepata maoni kutoka kwa mashabiki kuhusiana na mjadala wa siku ya leo, ambapo mjadala wa leo umeuliza kwamba je, klabu zinawapa vijana wenye vipaji nafasi ya kutosha? Watu wameweza kutoa maoni yao, na hivi ndivyo tunavyotamatisha kipindi hiki cha Dimba la Michezo. Tutakutana kesho asubuhi kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 2:30 kwenye kipindi cha Amka na Imba Nasi. Mimi ni Salome Mlai. Na mimi ni Steven Bruno Kiungo Mgaigai. Kwaheri kwa sasa. Bye bye.